Kasisi J.M. Ngalaletwa, wapendwa mapadri, kwa namna pekee mapadri wetu wateule, baba shemasi, watawa na wapendwa nyote, kama tulivyosema katika utangulizi, tumekusanyika kama familia ya Mungu tukiwa na moyo wa shukrani na tukiwa tumekusanywa kwa namna ya pekee na wana wetu hawa wapendwa mapadre wateule 6 ambao wanajitoa kwake kwa utume wa daraja la pili la kikuhani kwa ajili ya kutangaza Injili ya Kristo kwetu na kwa watu wa mataifa yote ulimwenguni. Tunafurahi na tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amewachagua hawa vijana wetu ili wawe makuhani kwa ajili ya mambo matakatifu ya mhusuyo Mungu katika mpango wake wa kuwakomboa wanadamu. Somo la kwanza, somo la kitabu cha nabii Yeremia sura ya kwanza aya 4 hadi ya 9 la tudhihirishia kuwa wito wa upadre unatoka kwa Mungu. Mungu ndiye anayemuita, anamtakasa mwamini kwa ajili ya kulihudumia na kulichunga kundi lake. Tena Mwenyezi Mungu anamuita na kumwekea mwanadamu utume huu kabla ya kumuumba na kumfanya hai katika tumbo la mama yake. Kama tulivyosikia, neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Nabii Yeremia sura ya kwanza aya ya 4. Mapadre wetu hawa wateule, ingawa ni wao waliotuma maombi ya kuingia katika malezi ya seminari kwa hatua zote walizopitia hadi kufikia hatua hii ya uteuzi, na bado muda mfupi ujao watafanywa mapadre, Mwenyezi Mungu alishawajua, aliwatakasa, aliwaita na kuwaweka kuwa watumishi wake kwa ajili ya kulihudumia taifa lake. Nabii Yeremia alipoitwa na Mungu alipata mashaka na akasema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Kama ambavyo tunasoma kitabu cha nabii Yeremia sura ya kwanza aya ya 6. Nabii Yeremia aliangalia mapungufu yake, umri mdogo na ukosefu wa uzoefu wa usemaji. Ndugu zangu, tukumbuke kuwa yule anayeitwa na Mungu anapaswa kuangalia nguvu ya Mungu anayemtuma. Utume wake sio kwa nguvu ya kibinadamu, bali ni kwa nguvu ya Mungu anayemtuma. Utume wake sio kwa nguvu ya kibinadamu, bali kwa nguvu ya Mungu ambaye anamjaza nguvu yake. Jambo hili litufundishe sisi sote waamini kuwa padre anafanyika kuwa mzee, presbyter kwa neno la Kilatini, na si kwa umri, bali kwa hadhi na mamlaka makubwa ya kimungu anayostahilishwa. Padre asidharauike kuwa ni mwana mdogo, kama ambavyo mara nyingi tunasema watu.
Watakapowatuma wapeleke kadogo leo. Huyu sio mtoto kwa mamlaka yake, hata kama umri wake ni mdogo, kwa namna yote alivyo, au mrefu au mfupi, huyu ni kuhani, ni mzee wa kanisa, na ametumwa na Mungu kufanya utume huo kwa nguvu zote za kimungu. Hapa ieleweke ndugu zangu kwamba kwa kupewa hadhi ya kikuhani, padre anakuwa mzee katika maana ya kushughulikia masuala yote ya kichungaji, na mengi kati ya hayo ni makubwa na mazito, lakini Mwenyezi Mungu amemuheshimisha mamlaka na madaraka hayo ili kufundisha, kuongoza na kutakatifuza. Mamlaka na nguvu hiyo ya padre yapaswa kutambuliwa, na itakuwa ni kufuru kubwa mbele ya Mungu kwa muamini hata kutamka kama ambavyo wakati fulani tuliwasikia kuwabagua mapadre kwa huyu hana Roho Mtakatifu na huyu hana nguvu. Kazi inayofanyika leo ni kazi nzito, na kama mtakavyoona mapadre hawa kwamba baba askofu anawekea mikono, na mapadre hawa wote walioko hapa wakawekea mikono. Na kabla ya tukio hili, nakumbuka kwamba tumesali, tumeimba wimbo wa uje Roho Mbali, Roho Mtakatifu. Wanawekewa mikono nguvu ya Roho Mtakatifu juu yao, askofu pamoja na mapadre, na inasaliwa sala ya kuweka wakfu kwa ajili ya utume huo mtakatifu. Alafu mtu mmoja alisema padre hana Roho Mtakatifu kwa sababu gani? Kwa sababu hakutoa mashetani, na anasali misa takatifu, kadi wamegeuka kuwa mwili wa Yesu, divai inageuka kuwa damu ya Yesu. Na wewe unapokomishwa, yule anayekukomisha anasema mwili wa Kristo, unaitikia amin, alafu naamini tena. Au pale hana nguvu ya Roho Mtakatifu. Basi bila shaka tumeelewa vizuri. Padre pamoja na udhaifu wake wote anaweza kuwa nao kama mwanadamu, ni nguvu ya Mungu aliyostahilishwa kufanya, ambayo amestahilishwa ndani yake, na anafanya utume huo kwa ajili ya sifa na utukufu wake Mwenyezi Mungu. Nabii Yeremia anaamuriwa kwenda popote atakapotumwa na kusema chochote atakachoamuriwa kukisema. Hii ina maana kuwa yule anayeitwa kwa kazi ya Bwana anapaswa kutekeleza majukumu yake kwa utii na kufanya yale yanayoagizwa, kunena na kutenda. Hafanyi ya kwake, anafanya anayoagizwa na Mungu. Katika utume wake padre zipo changamoto nyingi tu, na nyingi kati ya hizo inaweza kuwa ni mioyo migumu ya wale waliotumwa kuwaongoza, maneno ya watu, masingizio. Nyingine zaweza kuwa ni afya, hali ya hewa ya mahali yalipotumwa,
au mazingira ya eneo lake la kichungaji, kama shida za kiuchumi na kadhalika. Mwenyezi Mungu alimwambia nabii Yeremia, na anawaambia mapadre wetu wateule, usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe. Nabii Yeremia sura ya 1 ya 8. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe. Padre, unapaswa kutegemea nguvu ya Mungu katika utume wako. Changamoto hizo zote umkabidhi yeye, na yeye Mwenyezi Mungu ameahidi kukupa nguvu yake na ulinzi wake, na kukusimamia, kukulinda na kukutia nguvu. Tunajua kwamba wito wa Mungu hauondoi uwepo wa maadui au changamoto. Hata hivyo, Mwenyezi Mungu kumlinda na kumwokoa mtume wake katika shughuli zake dhidi ya maadui wake wa ndani na wa nje. Sisi waamini sote kabisa tunaalikwa kuwasindikiza mapadre wetu, tuwe nao bega kwa bega katika utume wao, tuwasaidie, tuwaombee na tufanye utume wao uweze kuwa na mafanikio, kwa sababu wao wametuma kufanya utume wao kwetu. Kwa hiyo sisi tusiwe sababu za kufanya utume wao uwe mgumu. Tuwaheshimu kwa nafasi yao, lakini tuwape ushirikiano, wajisikie kwamba wametumwa kwetu, wanafanya kazi kwetu, na sisi tuwashike mkono kwa hali na kwa mali, ili utume wao uweze kuwa na mafanikio. Tuwachangie pale inapowezekana, ili kwamba basi kama vile ambavyo tunasoma hata katika maandiko matakatifu, yule ambaye anafanya kazi kwa ajili ya Mungu basi asiwe na shida ya kupata chochote, apate kutoka kwa wale ambao anawahudumia, na sisi tutapata baraka pale ambapo tunawasaidia mapadre wetu, tunaandamana nao. Mtume Paulo anatukumbusha katika waraka wa pili wa mtume huduma ya Injili tuliyopewa ni kwa rehema za Mungu, na kwamba tunalichukua neno hili kuu la thamani ndani ya miili yetu dhaifu ya udongo, ili uwezo mkuu uonekane kuwa ni wa Mungu na sio wetu sisi. Utume huu wa kikuhani hautegemei nguvu zetu, bali neema ya Mungu tuliyopokea. Na mtume anasisitiza kuachana na mambo ya aibu yaliyostirika, kutotumia uongo wala kuchanganya neno la Mungu na udanganyifu. Nuru ya ukweli inapaswa kujionyesha wazi mbele za Mungu na kuigusa dhamiri ya kila mtu. Msingi wa uinjilishaji wetu sio sifa zetu au uwezo wetu binafsi,
bali ni kumtangaza Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Makuhani wanajiweka sio kama watawala au wakuu, bali wakuu wa dunia hii, bali kama watumishi au watumwa kwa ajili ya kueneza upendo wa Mungu mioyoni mwa watu. Thamani kuu ya Injili na nguvu ya ajabu iliyomo ndani yetu inakaa katika miili yetu dhaifu ya kibinadamu, ili ionekane wazi kwa ushindi na uwezo mkubwa ni wa Mungu pekee na sio sifa yetu sisi. Mtume Paulo anasema tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu wala si kutoka kwetu. Mwenyezi Mungu anawajalia wito huu mtakatifu mapadri ambao ni binadamu dhaifu wanaotoka kwa watu kwa ajili ya watu. Ex hominibus pro hominibus, kutoka kwa watu kwa ajili ya watu. Mapadri hawa wateule ni wana wetu, wametoka kwetu, na ndio maana kama mliona wametoka katika familia zetu na wazazi wamekuja hapa wakiwaleta. Kwa hiyo wametoka kwetu, ni wana wetu, ni binadamu kama sisi, lakini wanafanyika kuwa wachungaji, wanafanyika kuwa makuhani kwa ajili ya kutuhudumia sisi. Ingawa ni dhaifu, lakini Mungu anawatia nguvu hiyo, kama tulivyosikia katika somo la kwanza, ili wafanye utume huu kwa sifa na utukufu wake. Somo la Injili ya Yohane sura 20 hadi sura 20 aya 19 hadi 23. Bwana wetu Yesu Kristo mfufuka aliwatokea wanafunzi wake waliokuwa wamejifungia ndani kwa hofu na kuwapa amani. Anawatuma waende kuihubiri Injili yake na kuwahudia Roho Mtakatifu ili wawe na uwezo wa kusamehe dhambi. Yesu anasimama katikati yao na kusema, amani iwe kwenu, shalom. Uwepo wa Yesu unavunja ngome za hofu na mashaka maishani mwa wanadamu. Mapadre wameitwa kuendeleza utume wa Yesu Kristo aliyetumwa na Baba kuukomboa ulimwengu. Kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami na watuma ninyi, anasema Bwana Yesu. Wanarithi kazi ya Kristo ya kueneza upendo, huruma na wokovu wa watu ulimwenguni. Mwezeshaji wa utume huu muhimu ni Roho Mtakatifu, ambaye huwatia nguvu, huwaimarisha na kuwategemeza. Kwa hiyo wanapaswa kufungua mioyo yao daima kuisikiliza sauti ya Roho Mtakatifu wa Bwana ambaye anawaongoza. Wanangu mapadre wateule, na kama ilivyo kwa mapadre wengine wote na sisi sote tulio, uwepo wa dini ya Kikristo duniani kwa namna pekee kanisa letu Katoliki, dini yetu ya Kikristo, kanisa Katoliki, unategemea sana uwepo wetu sisi kama makuhani, mapadre, utume wetu, maisha na kujitakatifuza kwetu. Mtakatifu Yohane Maria Vianney asema, pale ambapo watu wanataka kuondoa uwepo wa dini duniani, huanza na kushambulia mapadre.
kwa sababu wanajua kuwa pale ambapo hakuna padre hakuna sadaka, na pale ambapo hakuna sadaka hakuna dini. Anasema Mtakatifu Yohane Maria Vianney, alikuwa na maana yake maneno ya kututafakarisha sana. Na ni kweli ndugu zangu, sote tunatambua kwamba uwepo wa padre ni wa muhimu sana katika kanisa. Fikiria kama hakuna padre parokiani, hakuna padre wa kubatiza watoto wetu, hakuna padre wa kutuunganisha, hakuna padre wa kupaka mafuta tukiugua, kutuzika, hakuna padre wa kuadhimisha misa takatifu na kutulisha sakramenti ya Ekaristi. Fikiria hali ambayo inaweza kuwepo kama mhudumu huyu muhimu wa kanisa hayuko. Kwa hiyo sisi mapadre tutambue nafasi hiyo muhimu ambayo Mwenyezi Mungu ametustahilisha, na tuipokee kwa unyenyekevu na tuhudumu kweli patakatifu pa Bwana. Padre unapaswa kuwepo kwa waamini wako. Hayati Baba Mtakatifu Francisco alituachia tafakari hiyo ya kwamba padre awe na harufu ya kondoo, padre awe na harufu ya kondoo. Katika maana nzuri, harufu ya kondoo si nzuri sana. Manake anataka kutafakarisha kwamba tunapaswa kuwa na hawa kondoo. Na sasa kama ili uwe na harufu ya kondoo, unapaswa kuwa jirani sana na huyo kondoo, na tena kwa kweli lazima umguse, lazima umbebe, upate ile, akiwa na maana ya kwamba tuwe jirani na watu sana. Sasa hivi ndugu zangu, uchungaji wetu unahitaji tuwe jirani na watu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametujalia sana, ametujalia kwa teknolojia iliyopo ulimwenguni sasa, vyombo vya mawasiliano, na kwa hiyo tunaweza tukawasiliana. Tumeendelea sana katika hilo, na hata katika adhimisho la misa takatifu tunao wenzetu wanahabari ambao vyombo vyao vinatumika ili wengine hata ambao wako mbali waweze kuona vile vinavyotokea. Tunashukuru kwamba tumeendelea sana katika sayansi na teknolojia na katika mawasiliano, vyombo hivyo vya mawasiliano. Sasa katika swala hilo la mawasiliano, ndugu zangu, na mimi najua kwamba mwezi huu wa 8 tunakuadhimisha pia ile Dominika ya mawasiliano, na vyombo vya mawasiliano ambavyo vinapaswa kutusaidia tuweze kuwasiliana na kueneza. Tutumie vyombo vya mawasiliano kwa uinjilishaji. Mapadre, ninyi ni wa kizazi cha Gen Z. Tutashaka tulivyokuwa sisi kabla miaka hiyo ya nyuma na sasa tofauti. Kwa hiyo mnapaswa sasa mtumie vyombo hivi vya mawasiliano vizuri. Na hasara ya vyombo vya mawasiliano visipotumika vizuri tena sasa vinaweza vikatupeleka sehemu isiyokuwa nzuri. Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 ameandika ametuandikia mawazo mazuri sana kuhusu AI, Magnificat Humanitas, kwamba tuna vyombo vya mawasiliano, lakini hivyo vyombo vya mawasiliano hasa katika AI sasa, artificial intelligence, tutumie vizuri hiyo artificial intelligence itusaidie tuweze kuitangaza Injili ya Kristo, lakini tuwe waangalifu na tuwe na tahadhari kubwa kwamba vyombo hivyo havitumiki vibaya na kutupotosha
au kutufanya tumsahau Mungu na tukamfanya mwanadamu kuwa kama mashine, tumfanya mwanadamu kama robot. Vitusaidie tuweze kukuza zaidi binadamu na vitusaidie tuweze kuwasiliana vizuri, habari Injili ya Kristo iweze kuenea zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu, mapadre wapendwa, mapadre wateule wapendwa, padre uwepo katika kituo chako cha uchungaji na upatikane katika mazungumzo na mapadre hawa wateule wakiwa mashemasi siku za karibuni wanapofanya maandalizi, nilizungumza nao nikawauliza, una namba ya askofu wako? Jibu lililotoka kwa wote, ingawa nilizungumza nao mmoja mmoja, wote ni furahi kuona kwamba wote wana namba ya askofu, sababu kwa kuwa mashemasi tayari ningeshangaa kwa mashemasi hana namba ya askofu wake, lakini wote wana namba ya askofu. Sasa jambo hilo ndugu zangu litusaidie tuweze kuwa mapadre, labda wengine hawana namba ya askofu. Wale ambao hawana namba, tuchukue namba ya askofu tuwasiliane, ili kwa sababu sasa kama tuna namba nyingi za watu wengi, alafu na namba ya mkuu wako wa jimbo ambaye mnafanya naye pamoja mnafanya pamoja utume, alafu na namba yake. Lakini hii pia hata sisi waamini, sijui kama tuna namba za maparoko wetu. Ndio kumwamini ndio kabisa kwamba yule paroko wako au paroko msaidizi kuna namba ya simu. Sisemi kwamba wewe na namba yake huyu msumbue, maana wengine ni wasumbufu. Anakupigia simu ya kingo kwa kweli, habari. Za siku nyingi tu, kwa kweli nilikuwa nimekumisi tu. Ni vizuri kuwasiliana, lakini tuwasiliane walau katika mambo muhimu jamani. Yale ambayo yanatusaidia ili tuweze, una shida kama mwamini unahitaji labda kumuona padre, mapadre wateule na mapadre wote tuliopo, mababa shemasi na wengine wote tunafanya utume huu wote, tuwasiliane na watu wetu pale patane. Askofu mmoja huko Kenya sema a priest should not be mysterious. Padre asiwe mysterious figure, yaani kwamba kupatikani hata huwezi kujua sasa hapa padre yuko au hayuko. Kwa hiyo tupatikane, waamini wetu tupatikane kwao wanapohitaji huduma, tuweze kuwa tunapatikana na tuwape huduma hizo wanahitaji. Watu wetu wanahitaji kweli mchungaji, watu wanahitaji maneno ya faraja, wanahitaji ushauri, wanahitaji kuhudumiwa sakramenti kwa namna pekee, sakramenti ya kitubio na kadhalika. Hii ndio kazi tuliyotumwa kufanya, lakini na sisi waamini tuwatumie mapadre, tuwatumie katika maana ya kwamba hawa wanakuja kwetu kwa ajili ya kutuhudumia. Sasa wakiwepo pale, padre anakuwepo parokiani, ameweka kabisa na ratiba kwamba tufike kwa ajili ya kuabudu Ekaristi, tufike kwa ajili ya sakramenti labda ya kitubio, anapanga katika juma labda siku fulani, Jumamosi au Alhamisi tunapoabudu Ekaristi, na muda mwingine anapanga kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kitume. Sisi hatufiki na hatumtumii pale. Padre anaenda kigangoni kabla ya misa, anaketi kwenye kiti cha kitubio ili kuunganisha.
anakaa pale, hatuwezi kuungana. Mara moja nimewahi kulitokea, nimekwenda Kigamboni mahali, nimeketi kwenye kisa studio, nikakaa kama dakika 5, nikakuta hakuna anayekuja. Nikasimama nikawauliza watu wamini, nimeketi hapa karibuni kwa studio, na nilikuwa sijaenda kule karibu mwezi mzima katika mzunguko, mwezi mzima sijaenda kusali misa. Lakini mwamini mmoja akasema, wewe tunagaya sambi hapa. Kweli tunagaya sambi, yaani hatuna dhambi. Nikasema kwa kweli tumshukuru Mungu kama hatuna dhambi kweli, kama tunaelewa dhambi ni nini. Nadhani tuna haja ya kutafakari vizuri zaidi, na tuwatumie mapadre wetu, tuwatumie watupe baraka, tuwatumie katika maadhimisho. Baraka ya padre ni muhimu. Wakati mwingine pengine unaenda safari mahali, kwa baraka padre huyu amepaka mafuta mikononi kwa ajili ya kubariki, tumie. Kwa hivyo tumepewa zawadi hii kutoka kwa Mungu kwa ajili yetu. Katika adhimisho la sakramenti la daraja takatifu la upadre, wakati wa kukabidhi dhabihu, tutasikia hapa askofu anamwambia padre mpya, pokea dhabihu za taifa takatifu za kumtolea Mungu. Fahamu hayo utakayotenda, fuasa hayo utakayotenda, na patanisha maisha yako na fumbo la msalaba wa Bwana. Maneno haya ni mazito sana, yanatutaka mapadre tuliongoze kundi la Bwana tuliokabidhiwa kwa maneno na matendo yetu, si kwa maneno peke yake, bali kuishi fungo tunaloadhimisha. Hayo ndiyo yanayowavuta watu kwa Kristo. Askofu mkuu mtumishi wa Mungu Fulton Sheen anasema, alivyo mchungaji ndivyo walivyo kondoo, alivyo padre ndivyo walivyo waamini wake. Padre mtakatifu ulijenga kanisa takatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana Mhashamu Askofu kwa neno lako zuri wa fundisho. Kawaida haturuhusiwi, hatushauri kupiga makofi baada ya mafundisho, lakini basi naomba tumpe Baba Askofu maua yake kufanya namna hiyo. Asante sana.